Dada. Noa. Mwanamke shujaa. Hakika ni mwanamke shujaa sana. Ila kwa hili penzi lako halitadumu. Maana Kai kashajua ukweli wote. Na Kai akipona atamchoma visu Tasha. Unajua kinachofuata? Kai anaenda jela, Tasha anaenda kaburini. Sidhani utaishi na nani. Na wewe utabaki kuwa mjane. Sikiliza Buzule. Hivi wewe huwezi kukaa ukatulia nyumbani kwako? Huwezi kufanya mambo yako bila kufuatilia maisha yangu Sasa nisikilize. Mimi hapa niko tayari kwa lolote. Na nimefanya haya yote kwa sababu nampenda sana Tasha. Hata kama Kai akimuua Tasha, mimi siwezi kujali. Kwa sababu Tasha shaniambia ukweli kwa ananipenda. Kwa hivyo niko tayari kwa lolote. Kinachotakiwa wewe fanya maisha yako. Usipende kufuatilia maisha yangu Buzule. Jinga. Mume wangu, mimi nakupenda sana. Na sitamani kwenye maisha yetu hata siku moja tuwe na tofauti. Sitokaa nije nikusaliti. Na ikitokea siku nimekusaliti, nipigwe risasi ya kichwa nife. Nakupenda sana Kai wangu. Asante sana Alisa wangu. Hata mimi pia nakupenda sana. Na nikuambie tu kipenzi changu, hapa duniani kuna wanawake wengi sana. Ila mboni za macho yangu zimekuona wewe na moyo wangu umekuchagua wewe. Na nakuahidi baby, kuanzia leo sitoruhusu machozi yatiririke kwenye mifereji ya uso wako. Na kwenye maisha yetu ya ndoa, nakuahidi nitakupenda na kukuthamini mpaka kifo kitakapotutenganisha. Inawaliza. Nimesema sitaki, unaniangaliza nini? Kai sitaki. Sasa Lisa utaki nini mke wangu? Wewe unataka tufanye nini? Sasa suluhu ni nini? Wakati nishakubali makosa yangu. Kwa hiyo naomba tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Naomba unisamee baby, nimekiri makosa yangu. Tuishi basi maisha yetu kwa amani na furaha. Shida iko wapi kwani? Kai, sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Sitaki suluhu na wewe, sitaki maongezi na wewe. Yaani sitaki kusikia chochote. Ninachotaka kutoka kwako ni talaka yangu. Endapo ikatokea Kai atapona, naomba urudi kwa mume wako. Mpende sana mume wako Kai. Na mimi wacha nimpende Lulu. Kwa sababu huyu Lulu ndiye mwanamke ambaye mimi nampenda. Na yeye pia ananipenda. Basi na wewe mpende mume wako. Yaani kwa kifupi tu Lisa nikwambie, huu ndio mwisho baina ya mimi na wewe. Nakuchukia sana Lisa. Lisa, mimi nakuchukia sana kwa sababu wewe ndio sababu. Wewe ndio sababu leo hii bibi rafiki yangu Kai atuelewani. Urafiki
urafiki wetu ambao umetengenezwa kwa miaka mingi, leo hii unaenda kufa kwa sababu yako Lisa. Wewe ndio umetugombanisha. Mtu ambaye nimesoma naye, tumelelewa pamoja, mapenzi, yani kitu kidogo leo kinakuja kutugombanisha sisi. Kitu ambacho mimi kinaniumiza roho. Hivi sura yangu mimi nitaiweka wapi? Nitaiweka wapi mimi sura yangu ikitoka ripoti kwamba Kai amefariki? Sababu kubwa ni mimi. Sijui nitawaangalia vipi walimwengu. Lisa, wewe ndo sababu ya haya Lisa. Ndio maana anasema nakuchukia. Urafiki wetu ulikuwa ni mzuri sana. Sasha, kutokana na ukaribu wetu na mambo yetu mengi kuyafanya kwa umoja, mimi naona kuna jambo ambalo tukitimiza kwa pamoja, basi bondi yetu urafiki itakuwa full package. Ni jambo gani hilo ndugu yangu? Nilikuwa na wish one day siku na tarehe ya harusi zetu iwe siku moja. Kai bwana. Nisikize nikwambie kitu kimoja kaka. Kwa sababu wewe tayari umeshapata mwanamke ambaye unapendana naye na umeshapanga hiyo mipango ya kuja kufunga ndoa, basi mimi nikushauri tu kaka, wewe oa kwanza. Kwa sababu mimi bado sijapata huyo mtu najua. Siku na tarehe ikija kufika na mimi nimempata ambaye napendana naye, nitaoa tu. Wala usijali, urafiki wetu sisi utaendelea na utadumu halinda ya halinda. Ndugu yangu kujitetea bwana. Ila hapo kwenye ndoa kuna jambo nilikuwa nataka kunithibitishie. Hivi kwa upande wako, huyu mwanamke nilikuwa naye kwa sasa, unaona ni mwanamke sahihi kwangu? Na maanisha ana kila sifa na kigezo cha kuwa mke wangu. Ndugu yangu Bei, unajua katika hii dunia ya leo ambayo tuko nayo, hakuna mtu ambaye amekamilika na hakuna mtu ambaye ni sahihi. Isipokuwa sahihi wa mtu unategemea na wewe mwenyewe namna ambavyo utaishi naye. Kama ukiamua awe sahihi kwa upande wako, basi anaweza kuwa sahihi. Lakini kama usipoamua awe sahihi kwa upande wako, kama hawezi kuwa sahihi. Lakini kwa sababu shemeji umeshamchagua, ina maana umeshajiridhisha kwamba ni sahihi kwa upande wako, basi unaweza kumuoa tu kaka. Hakika najivunia sana wewe kwa rafiki yangu. Yaani kwa hapa tulipofikia sisi ni zaidi ya ndugu. Sasa ndugu yangu, kiachana yote hayo, nilikuwa na ombi la mwisho na I hope hautonikatalia. Kwa kuwa umeridhia mimi kuoa kabla yako, basi nilikuwa naomba at least siku yangu ya harusi wewe uwe best man wangu. Na maanisha usimamie harusi yangu. Kai bwana. Sasa hilo ni jambo la kuniomba mimi kweli? Maana kabla hata hujaniambia, mimi tayari kwenye akili yangu nimeshajua kwamba mimi ni best man kwenye harusi ya Kai. Yaani tu nikwambie za chini chini. Hapa tayari nimeshashona suit maalum kabisa ya siku ya harusi yako. Kwa hiyo mimi ni best man wako brother. Huna haja kuniomba. Tasha, huwezi kumaliza makosa yako kwa kujilaumu sana. Kubali makosa yako kwanza, rekebisha ulipokosea, kisha uanze upya ili usonge mbele. Ndio sababu mpaka mume wangu yuko hospitali. Najiona mwenye hatia sana. Halafu yale maneno aliyoongea Tasha, alikuwa anamaanisha kweli? Hapana. Najua aliongea vile kwa ajili ya hasira tu. Mimi nampenda sana Tasha. Na yeye pia najua ananipenda. Nitahakikisha Tasha anakuwa wa kwangu. Hata ule mwanamke aliye naye nitahakikisha namtoa. Nampenda sana Tasha.
na hata kama Kai akifa, hilo sio tatizo kwangu, na huo ndo utakuwa wakati mzuri sana wa mimi kuenjoy na Tasha. Nampenda sana Tasha. Tasha, nimekumisi sana na nimezimisi ziko mbili zako uwanjani Tasha. Eti Tasha wangu, unavyopiga chenga, unavyotoka mabeki, mpaka unafunga gori. Hakika wewe ni mchezaji mzuri sana wa nyasi bandia Tasha. Tasha, ulijifunzia wapi wa ufundi? Umenivuruga. Lakini mbona kama umeshaharibu makubaliano yetu? Ina maana unipendi? No. Hapana Zawadi, hapana. Tasha anakupenda, Zawadi ni wa Tasha, Tasha ni wa Zawadi. Eti Zawadi unapendwa bwana. Napendwa mimi jamani. Tafadhali Tasha, usikae mbali na mimi. Njoo kwangu. Njoo Tasha. Tasha, mimi nimekubali kuwa na wewe kwenye kila hali. Nimekubali kuwa na wewe kwenye mvua, kwenye jua, kwenye milima na mabonde. Tasha, mimi nakupenda. Kwa sasa hali uliyokuwa nayo, unahitaji mwanamke. Na sio mwanamke tu. Unahitaji kuwa na mwanamke ambaye anakujali, ambaye atakubali kuwa na wewe kwenye kila hatua, kwenye hizo shida zako ambazo unapitia kwa sasa. Tasha, mimi nakupenda. Kubali kunikabidhi moyo wako. Kubali kuwa na mimi Tasha. Hello Tasha kipenzi changu. Mume wangu kipenzi. Wa ubani. Wewe mwanamke koma. Nani mume wako? Nisikilize wewe. Iwe mwanzo na mwisho. Kuniita mimi sijui kipenzi chako, sijui mume wako, naomba iwe mwanzo na mwisho. Mimi sikutaki wewe mwanamke. Kwani unataka kunielewa? Nisikilize wewe. Kama ulikuwa unajua unapaswa ujue. Mimi sikupendi. Nina mtu ambaye nampenda, nahitaji nifanye naye maisha, na sio wewe. Tasha, mimi ninavyokujua wewe haumi pombe. Sasa inakuwaje mpaka umelewa? Yaani wewe wakunambia mimi leo maneno kama hayo? Nisikilize wewe. Niwe nimekunywa pombe au sijanywa pombe, hiyo wewe haikuhusu. Kikubwa zaidi nishakwambia kwamba sikuhitaji, tuachane. Nisikilize wewe Zawadi. Ni mwanaume pekee mpumbavu ndo anaweza kuwa na mahusiano na wewe. Lakini sio mwanaume kama mimi Tasha ambaye najitambua, nina akili zangu, nikawa na mahusiano na mwanamke kama wewe. Mwanamke ambaye usiyekuwa na heshima, mwanamke mdanganyi, mwanamke mpumbavu kabisa usiokuwa na maadili. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Kila mtu afanye maisha yake. Kwa hiyo Zawadi, wewe jua maisha yako na mimi nijue maisha yangu. In short, sikuhitaji. Kwa upande wako na mimi ni upande wangu. Kila mtu afanye maisha yake. Sitaki kunifuatilia bwana Zawadi. Sikutaki. Narudia tena kwa herufi kubwa. Sikutaki. Tasha. Kwa mujibu wa vipimo tulivyochukua kutoka kwa mume wako, tumegundua amepoteza kumbukumbu. Na tatizo hili kitaalamu tunaita amnesia. Hii amnesia imegawanyika katika makundi tofauti. Ila amnesia mumeo inaitwa retrograde amnesia. Hii inamfanya kupoteza kumbukumbu za nyuma zote. Hata kumbuka chochote haitofanya nini. Yaani hajui alikuwa anafanya nini au ameongea nini. Yaani vitu vyote vifanya nyuma kiukweli atakuwa anapoteza. Kwa hiyo hili kuwa makini. Usitumie nguvu nyingi kumrudisha kumbukumbu zake kwa haraka. Utakuwa umeharibu. Hili nenda naye taratibu. Kila tukifanya uwe kipokee kwa wakati.
Najua itakulea ngumu sana kwa sasa, ila itabidi uzoee tu, sawa? Na kama utashindwa kufanya hivyo, sikufichi, mgonjwa wako utakuwa umempoteza. Hivi ndugu yangu Tasha, hivi na maana gani kuja kuniita huko wakati mimi tunakaa nyumba moja? Kwani sikikaa tukaongea nyumbani? Buzule, bila shaka utakuwa unazifahamu fika kabisa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si ndio? Nazifahamu zote. Vizuri. Sasa nisikize kwa makini. Mimi najua kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Na usipokuwa makini, hiki ambacho nakifahamu mimi kinaweza kukupeleka kubaya. Tasha, unaongea nini? Wakati mimi najua kila kitu kuhusu ukweli. Wewe si mume rafiki yako kisa mwanamke? Vipi unastuka? Ndugu yangu, ukweli utaukwepa wapi? Ni kweli siwezi kuuficha ukweli huu kwa sababu wewe unafahamu. Lakini hata kwa upande wangu pia nina kitu muhimu sana Buzule ambacho nakifahamu kinakuhusu wewe. Ndugu yangu, huna chochote unachojua kwangu mimi na sina kitu mimi chochote nichokifanya. Vizuri. Dada, umenikumbuka dadangu kipenzi? Dada, hata sijui nimepatwa na nini mdogo wako. Nimeshapoteza matumaini ya kuishi dadangu, na wewe ndo mtu pekee dadangu na kutegemea kwenye dunia. Dada, naomba usiniache dada. Dadangu nakuhitaji sana. Kama nilivyokuambia hapo awali, kuwa mgonjwa wako amepoteza kumbukumbu, na usitumie nguvu nyingi kurudisha kumbukumbu yake. Nenda naye taratibu, nenda naye kwa vile anavyohitaji yeye, na mimi natakaa sawa. Na chukulia kama changamoto tu kwa sasa unapitia, na mimi ipo siku atakaa sawa na hukubaliana na matokeo. Dada, ndugu wangu dada. Kama unahitaji twende action. Oh. Nice job Mr. Tasha. Tashoti. Kama kina serious na Sania. Twende. Twende unapiga mafoki. Katacha kwa nini lakini niache. Haya. Action. Mpaka kifo kitatapo. Anza na kwenye maisha yangu ya ndoa, maisha yetu ya ndoa action. Bado. Yaani utakusubiria kabisa huko. Leza usimwangalie na Lisa sikutisa. Usimwangalie huyo wewe pita tu yani. Na bado yani msistoke dokta.
Yule sasa daktari sana daktari yani mbona wewe mbona umekafa mtu ambao umefungwa yani uelewe yani. Yaani unajua mtu anafungwa anataka mambo kwa vitendo kwa yao kinyanyuka yani ni kwa kweli umekuja huko umechukulia hivyo yani nataka nikuone kweli hivyo. Twende. Unaanza tena. Ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama